Wataalamu wa damu wanashughulikia watu wenye magonjwa yanayohusisha damu. Unapofikiria kuhusu damu, kuna magonjwa kadhaa yanayoweza kuathiri damu. Kwa hivyo kuna magonjwa kama vile upungufu wa damu, upungufu wa chembe sahani, upungufu wa seli nyeupe za damu na kasoro nyingine mbalimbali za hesabu hizi zote za damu, ambayo ni ya kawaida sana. Kama mtaalamu wa damu, nina jukumu la kugundua hali hizi, kutafuta sababu ya kwa nini wagonjwa hawa wana kasoro za hematolojia na baada ya kugundua kwa usahihi, kutoa matibabu yenye ufanisi zaidi, kuwasaidia katika kupona kwao. Mbali na hayo, wataalamu wa damu pia wana jukumu kwa wagonjwa wenye magonjwa ya kutokwa na damu na magonjwa ya kuganda kwa damu. Kama unavyojua, damu inapaswa kuganda ikiwa una jeraha, na kuna hali kadhaa ambazo zinaweza kuathiri aina hiyo ya mifumo ya kuganda. Utakuwa umesikia kuhusu thrombosis. Utakuwa umesikia kuhusu matatizo ya kutokwa na damu. Kwa hivyo kama mtaalamu wa damu, ninatoa huduma kwa wagonjwa wa aina hiyo pia. Moja ya vipengele muhimu vya hematolojia ni huduma tunazotoa kwa wagonjwa wenye saratani za hematolojia. Unapotaja maneno kama vile leukemia, mieloma, limphoma, kuna hofu na wasiwasi wa jumla miongoni mwa umma wote. Lakini tunachofanya kama mtaalamu wa damu ni kugundua hali hizi kwa ufanisi na kutumia mbinu za matibabu za kisasa zaidi ili kwamba wagonjwa hawa wapitie matibabu yao na waishi maisha ya kuridhisha baada ya kumaliza matibabu yao. Hasa kwa magonjwa ya saratani ya damu, sisi katika hospitali kuu ya Apollo tunatumia teknolojia ya kisasa zaidi. Tunatumia chemotherapy ya kawaida, tunatumia immunotherapy, tunatumia upandikizaji wa seli shina na pia wakati wagonjwa wanahitaji matibabu ya hali ya juu zaidi kama vile CAR T cells, hiyo pia inatolewa.